Wanafunzi wa vyuo vya ufundi stadi wameshauriwa kuwa wabunifu katika kazi zao ili waweze kuliteka soko la ajira na kutimiza ndoto zao za kimaisha. Wito huo umetolewa na Katibu Tawala wa wilaya Sengerema, ndugu Cuthbert Midala, alipokuwa akizungumza katika mahafali ya 26 katika chuo cha maendeleo ya wananchi wilayani Sengerema. Akizungumza na wahitimu hao pamoja na wanafunzi wanaobaki, amesisitiza umuhimu wa vijana kuwa wabunifu na kutumia maarifa waliojifunza kwa lengo la kujikwamua kiuchumi kupitia ujasiriamali na maarifa mbalimbali waliyopata wakiwa chuoni. Kwa upande wake, mkuu wa chuo hiko George Rubinza amehimiza wahitimu kujiajiri badala ya kusubiri ajira za ofisini, akibainisha kuwa soko la ajira ni finyu na linahitaji ubunifu wa hali ya juu. Nao baadhi ya wanafunzi waliokuwa wakihitimu wameeleza kufurahishwa na ujuzi waliopata chuoni na kusema kuwa umewaandaa vyema kwa maisha ya kujitegemea na kujiajiri. Lakini wewe unatakiwa ufanye kile tofauti na kile ambacho kiko kule mtaani. Kama yupo ambaye ni fundi wa kuchomelea hajapita chuo, sasa unatakiwa ukienda kule uwe ni tofauti na yule ambaye hajapita chuo. Kama kuna anayetengeneza viatu, kwa kubahatisha wewe ukaweke hiyo tofauti. Kama ni ushonaji, kila fani, ninamaanisha kule mtaani kunapokea kila mmoja, ila ni wewe unajiposition vipi ndio itaamua sasa utoboe au uone bora urudi tena chuo, si ndio? Kwa hiyo naamini, mimi ni imani yangu na ninawaamini na ninavyowaona kwa maelezo mdogo mnatoa, naamini mtaenda pambana na mtaweza. Kwa hiyo unatakiwa uende. Kama unasema naenda kuanzisha kijiwe changu cha kuchomelea, sababisha wengine wote wasiende kwenye kijiwe cha mwingine, waje kwenye kijiwe chako. Ubunifu. Kama unaenda kushona, vile hivyo hivyo. Hakuna mtu anataka kaenda kushona shati, kitoka shati na nyuzi zinaning'inia huku parefu huku pafupi. Hakuna. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe yuko kwenye mkono wako. Wa magari vile vile, utegemei wewe mtu mpelekee kutengeneza gari, alafu tatizo hilo anarudi nyumbani limerudi, kesho hatarudi. Ndio jibu. Unaweza mwingine asigombane na wewe, ila kesho hatafanya nini? Hatarudi. Na rafiki yake ambaye ana gari atamwambia yule bwana afai, usiende. Na yule anayefaa ataambiwa nenda kwa yule anayefaa. Sasa naeleza haya kwa sababu ndio maisha ya kawaida sana. Haya uwezo kuyakuta darasani, ila yako huko mtaani, na ni maisha ya kawaida sana. Kwa hiyo lazima mjue, lakini siwaogopeshe. Maneno yangu yasiwaogopeshe. Nataka ni maneno ambayo yawatie nguvu na kujiandaa kwa kile mnachokiendea, kwa sababu taaluma mnayo. Leo tutakaa hapa, sawa, mnahitimu, tutapeana cheti. Kila mmoja atapokea cheti kwa kadiri ya daraja alilopata, si ndio? Si ndio? Ndio. Na cheti ni ushahidi. Ni ushahidi tu kwamba huyu bwana, huyu bibi alihitimu FDC mwaka fulani kwa namba hiyo na majina yake ni hayo. Lakini cheti peke yake, kama nilivyosema hapo mwanzo, akikupi kazi, kinaweza kikawa ni mchakato tu kukupa kazi. Lakini ndio maana watu wanaitwa kwenye interview. Mnafahamu interview? Ndio. Au sahihi? Ndio. Wanaitwa wote hapa mliohitimu, au watu 20 wanaitwa kwa nafasi hii moja. Kila mmoja ataenda na cheti chake. Lakini kwenye hao wote unaweza kukuta anachukuliwa wawili. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu cheti peke yake hakikupi kazi moja kwa moja. Kuna vitu vingine utaulizwa. Nidhamu yako, kujielezea kwako, utakavyoenda siku ya interview ndio vitakavyochangia wewe kupata hiyo kazi. Swala la kujiajiri ni changamoto, na kimsingi ni mtizamo ama mindset ya vijana, jinsi wanavyokuwa nayo wao kichwani kwamba ninapomaliza chuo lazima niende nikaajiriwe. Lakini sisi katika mafunzo yetu tumejitahidi na tumejikita kuandaa vijana kwenda kufanya shughuli za kwao wao binafsi
kwa maana ya kujiajiri. Kinachoweza kuwa kinatokea ni mitazamo tu baada ya mtu kurudi mtaani akategemea tena kwenda kuajiriwa, lakini mafunzo anayopata yanamwezesha kijana moja kwa moja kwenda kujiajiri. Wahitimu wa siku ya leo, mimi ninachoweza kusema kwao ni waende wakafanye kazi, waende wakajiajiri, kwa maana tayari wanao ujuzi, na ujuzi ni kitu ambacho hakiwezi kuzeeka wala kupotea. Nimejiandaa vizuri kwa sababu ujuzi nimepata mwingi wa kutosha ambao utaenda kusaidia kuutumia mtaani kwa ajili ya kujikwamua kimaisha na kuendesha maisha yangu vizuri. Baada ya hapa naweza nikajiajiri binafsi huko mitaani kwa ajili ya kuwasaidia wazazi, kuwafundisha watoto wao. Kupitia hilo naweza nikawa mtu ambaye anaweza akashauri akaenda katika ustawi wa jamii ili kuwasaidia wale watoto wanaofanywa vitendo vya ukatili kama hivyo. Kwa mfano nikikosa ajira naweza kufungua duka langu mwenyewe, nikajiuzia vifaa vya ufundi bomba au nikajiajiri mwenyewe.